Hello, karibu tena katika channel yetu hii ya Elimika. Leo tumekuandalia video. Katika video hii tutaelezea issue moja tu, na issue hiyo ni ya kuweza kuchange password. Tayari una password, unataka kuibadilisha utumie password nyingine, basi upo uwezekano wa kubadilisha hiyo password na kuweka password nyingine. Hivyo tukumbushe, kama hujawahi kuangalia video yetu na hii ndio mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe na kulike ili kuweza kupata notification pale tutakapotoa video yoyote inahusu mambo ya ajira pamoja na mambo mengine ya elimu. Kwa hiyo kwa yule ambaye amefanyiwa kazi either ni stationary ama online, kuna mtu ambaye amemwamini, amempa kazi, amefanyiwa, basi kinachohitajika baada ya kazi yako kukamilika ama maombi yako kukamilika, unaweza ukabadilisha password ili kuweza kulinda taarifa zako. Unabadilishaje password? Najua wengi wakiingia ama wakilogin baada ya maombi kukamilika, peji zao zinakuwa ziko hivi, sawa, inakuwa iko hivi. Sasa ili kuweza kubadilisha password ambayo ulitengenezewa ama ulifanyiwa maombi, utagusa lile jina lako, itafunguka hii page. Ukishagusa tu ile jina lako, utafunguka hii page, na nakuelekeza hii hivi ili uweze kumnyima access yule aliyokufanyia haya maombi. Kwa hiyo kwa kuwa kashatimiza, kama umeshamlipa sawa. Kwa hiyo basi kuweza kulinda zile taarifa zako ziwe binafsi, kama umechaguliwa au kuchaguliwa, basi zibakie kuwa binafsi kwako, kwa sababu wengi wao wanapokuwa wanafanya kazi wana tabia ile ya kusave password ili wasiweze kupoteza taarifa za waombaji ambao wanawaombea, ikiwepo katika hizi internet cafe, japokuwa sio wote, ila baadhi yao wana hicho tabia, na wengine wanaweza kawa hawana tabia sana za kuweza kuchungulia akaunti za watu, lakini ni vizuri kujua hii njia, kwa sababu inawezekana kuombea kakako ama rafiki yako. Kwa hiyo unataka yeye asijue nini kinachoendelea, basi utabadilisha hivi. Kwa hiyo baada ya kufika hapo, utakuwa na part kadhaa hapa. Ya kwanza itakuwa ni username kama tulivyozoea tukiwa tuna login. Ya pili ni old password, ile ya kwanza ulofungulia account ndio tunaita old password. Sasa ukishaingiza hizo taarifa mbili, NIDA yako pamoja na hiyo tunasema ni old password, utaweka sasa new password ambayo unahitaji sasa kuitumia. Baada hapo utairudia kwa kuconfirm, kisha utabonyeza save. Kwa hiyo mpaka hapo tayari utakuwa ushatengeneza ama umeshabadilisha password yako. Kwa hiyo yeye kule atakapoingia au atakapoingiza zile taarifa za awali, basi ataambiwa invalid. Kwa hiyo utakuwa amekosea password, maana yake password itakuwa tayari wewe umeshabadilisha. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukabadilisha password katika akaunti zetu za ajira za uhamiaji. Kwa hiyo kwa video kama hizi za kila siku, basi hakikisha una subscribe.